mawili, neema na mbinguni. Tuanze na neema. Neema ni nini? Neema utafsiriwa kama kitu cha bure kinachotolewa au kilichotolewa na Mungu kwa upendo wake, ikiwa ni msaada wa kiroho unaomwezesha mtu au watu kufikia wokovu. Utafsiriwa kama kitu cha bure kinachotolewa au kilichotolewa na Mungu kwa upendo wake, ikiwa ni msaada wa kiroho unaomwezesha mtu au watu kufikia wokovu. Mbili, neema ni kipawa cha Mungu kinachotolewa bure bila ya kuzingatia au kuangalia matendo ya binadamu. Mfano, wokovu kwa njia ya imani, si kwa matendo. Bwana asifiwe. Neema ni kipawa cha Mungu kinachotolewa bure bila ya kuzingatia au kuangalia matendo ya binadamu. Mfano, wokovu kwa njia ya imani, si kwa matendo. Waefeso sura ya 2 ule mstari wa 8 na wa 9. Waefeso sura ya 2 ule mstari wa 8 na wa 9 anasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa Paulo anaonya, anasema kama mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa nini? Kwa sababu neema ni kipawa cha Mungu kinachotolewa bure bila ya kuangalia au kuzingatia matendo ya binadamu. Kama Mungu angeangalia matendo yetu, asingekaa na sisi. Na nisikia anachokwambia mtu wa Mungu. Lakini Mungu alitupenda, na ndio maana akaachilia neema yake kutoka kule mbinguni ili sisi wanadamu tuweze kuokolewa. Bwana asifiwe. Neno mbinguni, mbinguni kwa tafsiri ya kwangu mimi. Kwa tafsiri ya kwangu mimi, mbinguni ni eneo ambalo halionekani kwa macho haya ya kibinadamu. Na nisikia anachokwambia. Mbinguni ni eneo ambalo halionekani kwa macho haya ya kibinadamu. Na ndio maana tunaita neema ya mbinguni. Maana yake ilitoka mbinguni na ililetwa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa tafsiri ya kwangu mimi nimekwambia neno mbinguni ni eneo ambalo halionekani kwa macho haya ya kibinadamu. Na ndio maana tunaita neema ya mbinguni. Maana yake ilitoka mbinguni na ililetwa na huyu anaitwa Yesu Kristo huko duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neema ilitoka mbinguni ikaja wapi? Ikaja huko duniani. Na unaposikia neno duniani, duniani ni eneo ambalo ndani yake lina watu, lina wanyama, lina mimea, lina kila kitu huko ambacho Mungu alikiumba kiko duniani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yohana sura ile ya 3 na mstari ule wa 13 anasema maneno haya. Yohana sura ile ya 3 na mstari ule wa 13 yako maneno mazuri hapa. Anasema hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema, vumilia kidogo, nimefunua sura nyingine. Ni sura ya 3 na mstari ule wa 13. Sura ya 3 mstari wa 13 anasema hivi. Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yani mwana wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mstari huu unatuthibitishia, Yohana anazungumza habari za Yesu, kwamba hakuna mtu aliyepaa kutoka mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni. Yesu alishuka kutoka mbinguni, ndio akaja akaleta neema hii kwa wanadamu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tuangalie mambo mawili hapa leo ambayo ndani yake kutakuwa na vipengele vidogo vidogo. Tuangalie mambo mawili. Jambo la kwanza, tukikaribie kiti cha neema. Jambo la kwanza, tukikaribie kiti cha neema. Waraka kwa Waibrania sura ya 4 ule mstari wa 16. Ninatamani nizungumze taratibu ili wewe unielewe. Waraka kwa Waibrania sura ile ya 4 na mstari ule wa 16 anasema maneno haya. Anasema hivi. Basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Na tukikaribia kiti cha neema, basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati
wa mahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Katika kipindi hiki cha toba au kipindi hiki cha Kwaresma, mimi natamani kuona kila mtu anayeitwa Mkristo anakaribia kiti hiki cha neema. Mmenisikia watu wa Mungu? Shida inakuja, wengi tunafanya mambo yale yale kwa mazoea miaka yote. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo tulio wengi sana tumechukulia kipindi cha Kwaresma kwamba kila mwaka hili jambo litakuwepo na tutafanya vile vile, kwamba kila mwaka tutafanya, kila mwaka tutafanya, kila mwaka tutafanya. Ngoja nikwambie, kama tutafanya kwa mazoea kila mwaka, unahubiriwa mistari ile ile, unahubiriwa wazo kuu lile lile, unaenda kanisa lile lile, unatoa sadaka kwa staili ile ile, ndani hakuwezi kuwa na mabadiliko ya aina yoyote. Mmenisikia ninachokwambia? Hakuwezi kuwa na mabadiliko ya aina yoyote. Kwa nini? Kwa sababu tunafanya mambo yale yale na tunajihesabia haki kwa sababu tulibatizwa, tukapata kipaimara, tukafuata taratibu zote za kanisa, lakini kwa kawaida maisha yetu yamebaki vile vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anaandika, anasema na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tuweze kupata rehema ya kutusaidia kupata mahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sijajua unakikaribiaje kiti cha neema, sijajua, lakini natamani Mungu akusaidie kipindi hiki kikaribie kiti hiki pasipokuwa na mazoea, ukiamini kabisa kwamba Mungu ameketi kwenye kiti hiki na ni wakati wa kusamehewa. Sasa ni wakati wa kutubu dhambi zangu ili Mungu huyo aweze kunisamehe. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Na shida moja ambayo kanisa na watumishi wengi wanakutana nayo ni pale mchungaji anapoamua kuzungumza au mtumishi anapozungumza kuhusu dhambi. Uwe na uhakika kanisani atakuwa na maadui wengi sana. Akizungumza mafanikio atakuwa na marafiki wengi sana. Na ndio maana kama kufunga watu hawajaanza leo. Nilikwambia kuna wengine kwamba hii Kwaresima yao ni ya 70, hii ni ya 65, lakini miaka yote 65 hana hofu ya Mungu. Kanisani ndio mahali pa kufanya kila aina ya uharibifu. Vikao vyote vya ushirikina, vikao vyote vya uganga, vikao vyote vya masengenyo, vikao vyote vya vurugu vinafanyika wapi? Kanisani. Na akienda mtaani anaitwa Mkristo na ana heshima zote mtaani, lakini naenda kanisani utanguta na vurugu zote hapo kanisani, zote anazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tuangalie hapa. Ziko sababu kadhaa zinazofanya tukikaribia kiti hiki kwa ujasiri. Ziko sababu kadhaa zinazofanya tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Sababu ya kwanza, Mungu alilipa gharama ya dhambi. Kama hujatambua kwamba Mungu alilipa gharama ya dhambi, huwezi kukaribia kiti cha neema kwa ujasiri, kwa sababu utambui. Na nisikia anachokwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa kwanza wa Petro kwa watu wote. Waraka wa kwanza wa Petro kwa watu wote, sura ile ya kwanza. Waraka wa kwanza wa Petro kwa watu wote, sura ile ya kwanza na aya ile ya 18 na 19. Aya ile ya 18 na 19 anazungumza maneno haya. Anasema hivi: nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu vilivyoharibika, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nirudie mistari hii. Inawezekana ukawa umenisikia ila hujanielewa. Unanisikia? Anasema hivi: nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu alilipa gharama ya dhambi, na ndio maana wokovu tunaopata kwa neema
Unanisikia mtu wa Mungu anachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama hujatambua kwamba Mungu alilipa gharama, hauwezi kuwa na ujasiri wa kukaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Unakosa kwa sababu hujatambua. Unafikiri kwamba wokovu unapatikana kwa matendo, unapatikana kwa kuvaa vizuri, unapatikana kwa kwenda kanisani kila Jumapili. Wokovu unapatikana kwa Mungu aliyeamua kulipa gharama mwenyewe. Na ndio maana Wazo Kuu linalotuongoza linasema neema ya mbinguni. Maana kuna neema iliyo kwa mbinguni ikashuka kwa wanadamu. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mistari inatuonyesha kabisa kwamba neema hii tulio nayo sisi kuitwa Wakristo, maana yake Mungu alilipa gharama. Ndio maana nilikwambia Ukristo ni kitu cha ajabu sana kuliko unavyofikiria wewe. Haupati kwa kuzaliwa, haupati kwa kushiriki tu kanisani. Ukristo unaupata kwa sababu kuna mtu mmoja huko anaitwa Kristo, aliacha enzi na mamlaka na kila kitu akaacha, akashuka kae na wanadamu, alafu akakaa miaka 33, akafa, akarudi mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Ndiye aliyetupa nafasi ya kuitwa Mkristo. Na ndio maana ili uwe Mkristo lazima ubatizwe. Mmenisikia mtu wa Mungu anachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tena Petro anaandika vizuri. Anasema mpaka kutoka kwenye mwenendo wenu usiofaa. Katika mwenendo usiofaa. Mwenendo usiofaa ni upi? Ni mwenendo usiofaa. Ni mwenendo ambao haupi Mungu nafasi. Matendo ya giza. Mmenisikia mtu wa Mungu anachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tambua, Mungu alilipa gharama. Kama Mungu alilipa gharama, inakupa nafasi wewe ya kukaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Unakwenda kwenye kiti cha neema kwa ujasiri, unabeba dhambi zako, unakwenda nazo kupiga magoti pale na kumwambia Mungu, mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mwenye dhambi, ninaomba msamaha wako, nisamehe. Na Mungu saa ile anakusamehe. Mmenisikia ninachokwambia? Sababu ya pili. Sababu ya pili, upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya pili, upendo wa Mungu. Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Huu ni upendo mkubwa sana. Mmenisikia ninachokwambia? Na ndio maana huwa napata tabu sana na kuona watu wanataka kupendwa na wanadamu. Haitakusaidia. Sijasema msipende watu, lakini shida anakuja utasikia anasema siendi kwenye kwaya kwa sababu hawanipendi. Siendi kanisani kwa sababu hawanipendi. Siendi mahali fulani kwa sababu hawanipendi. Acha wasinipende, maadamu Mungu ananipenda inatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Upendo wa Mungu ni mkubwa kuliko upendo wa mwanadamu. Upendo wa Mungu ni mkubwa kuliko upendo wa aina chochote. Yaani kuliko upendo wa kitu chochote. Upendo wa Mungu haufananishi huko duniani. Hauwezi ukafananisha na kitu kingine chochote. Kwa hiyo Mungu kwa upendo wake yeye alimpenda mwanadamu pamoja na dhambi aliyofanya, lakini Mungu alimpenda. Kwa hiyo hii ni sababu ya pili inayotupa nafasi ya kukaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Pamoja kati ya dhambi ambazo umetenda, kumbuka kwamba kuna rehema. Kumbuka kwamba kuna kiti cha rehema. Kwa hiyo nenda mbele za Mungu, karibia kiti kile cha neema ili uweze kupewa rehema, kwa sababu upendo wa Mungu upo bado unakuzunguka. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Upendo wa Mungu unatupa nguvu ya kukaribia kiti cha neema. Yaani haijalishi watu watasema nini. Watakutazama, watakuona wewe ni mwenye dhambi kuliko wengine. Watakutazama, watakuona wewe usiyefaa kuliko wengine. Sivyo Mungu anavyokutazama. Mungu anakutazama kwa namna ya tofauti kabisa. Kwa hiyo wewe karibia kiti cha neema. Nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu, unaijua dhambi yangu iko wazi mbele zako. Ninahitaji msaada wako Mungu, ninaomba nisamehe dhambi. Na saa ile Mungu anasikia, akiona umetubu toka ndani ya moyo wako na umedhamiria kuacha, Mungu anakusamehe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima. Tena anasema kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na mstari wa 17 anasema, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Sikia maneno haya.
ulimwengu uokolewe katika yeye, maana Mungu hakumtuma mwana ili ahukumu ulimwengu. Yesu hakuja kuhukumu ulimwengu. Yesu alikuja kuokoa ulimwengu. Ninashangaa unapokataa kumpa Yesu nafasi. Mmenisikia anachokwambia? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya tatu, nafasi ya Mungu ndani yetu. Sababu ya tatu ambayo inafanya tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri ni nafasi ya Mungu ndani yetu. Mwanzo 1:26 anasema hivi, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na vyote viendavyo juu ya nchi. Ukisoma ule mstari vizuri, anaposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, unanisikia anachokwambia? Kinachozungumza pale ni roho, sio kitu kingine. Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake. Unanisikia? Ndio maana mwanadamu alipoumbwa, cha kwanza kilichoanza kuumbwa ni nini? Ni roho. Cha pili ni mwili, cha tatu ni nafsi. Kila kimoja kina kazi yake. Ninakwambia siku moja mwanadamu akikosa kimoja, kama nafsi ya mwanadamu imeondolewa ndani, hawezi kuwa mwanadamu kamili, atakuwa na mapungufu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mwanadamu aliumbwa ili Mungu akae huko ndani. Ndivyo mwanadamu alivyoumbwa, Mungu akae huko ndani. Mungu alikuwa anataka akisema mwanadamu awe anasikia. Sasa Mungu asipokaa ndani kukikaa kitu kingine, huyo mtu hataweza kumsikia Mungu. Si unajua kuna watu ndani amekaa mpenzi wake. Unanisikia? Ndio maana usiku halali. Hujaona mtu anaumizwa kwa sababu ya mapenzi, lakini anaumizwa kwa sababu ya Mungu? Hujaona? Yaani kumkosa Mungu kwake ni kitu cha kawaida. Akikosa mpenzi anaumia. Utafikiri aliandikiwa kwamba ukienda duniani lazima utaolewa au utaoa. Nani kakwambia? Nafasi ya Mungu kwako ni muhimu kuliko nafasi ya binadamu. Nafasi ya Mungu ikikaa ndani, Mungu anakupa uhakika kwamba utaurithi uzima wa milele. Hakuna mtu yote ambaye anakuambia kwamba utaurithi uzima wa milele zaidi ya Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu? Bwana asifiwe. Sasa angalia, mwanadamu aliumbwa ili Mungu akae huko ndani. Huko ndani atakiwa kae mtu mwingine. Na ndio maana shetani moja kitu anachopambana kwa Wakristo wengi ni kuhakikisha yeye anakaa ndani. Alafu akishakaa ndani yeye, kwa sababu Mungu hawezi kukaa na shetani mahali pamoja, hata siku moja haipo. Akikosa kukaa Mungu ndani kukikaa kitu kingine, Mungu hawezi kukaa. Kuna watu wako makanisani lakini biashara imekaa ndani. Unanisikia anachokwambia? Biashara imekaa ndani na biashara yake ina nguvu huko ndani kuliko Mungu wake. Ndio maana anaweza akaumwa asije kanisani lakini akafungua duka. Anaweza akaumwa asije kanisani lakini akaenda kwenye biashara na anajitetea. Anasema unajua naumwa. Wewe hujaona watu wanapenda msiba kuliko kwenda kusali? Hujaona? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nimeenda kwenye msiba kule juzi. Nikaona bodaboda wengi, nikasema huyu kiongozi wa bodaboda angekuwa na washawishi watu hawa basi. Wao wanaenda na kusali. Kanisa lingekuwa na nguvu kuliko wanavyofikiri. Wanaenda kwenye msiba kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Lakini hawawahimizi kwenda kusali kumwabudu Mungu. Hawawahimizi. Sasa ukiona namna ile, nafasi ya Mungu haipo. Na nafasi ya Mungu ikiwepo ndani, kunatengenezwa kitu kinachoitwa hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu ikitengenezwa, ukifika hata kanisani unajua hapa ni mahali pa ibada, hapa ni mahali pa kumwabudu Mungu, hapa ni mahali pa kuzungumza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Kwa hiyo mwanadamu aliumbwa, Mungu akaweka ndani. Angalia nini kilichotokea. Dhambi ilipoingia kwenye bustani ya Edeni, iliondoa nafasi ya Mungu ndani ya watu. Sasa Yesu anakuja duniani, anaishi kama mwanadamu, yani anazaliwa, anaishi kama mwanadamu, anafanya shughuli zote kama mwanadamu, alafu miaka 3 anafanya zile huduma kubwa kuliko zote ambazo hazijawahi kufanyika duniani mpaka sasa. Alafu anakuja, anakufa kifo kile cha aibu, lakini lengo lake kubwa ni kumrudisha Mungu ndani ya watu. Umenisikia anachokwambia mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Lengo kubwa ilikuwa ni kumrudisha Mungu ndani ya watu, na ndio maana unaona anasema utazaa mwana naye utamwita jina lake Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Ukisikia Mungu pamoja nasi, ni Mungu wa kutembea naye katika mazingira yoyote, kwamba unajua hapa niko na Mungu, siwezi kufanya dhambi. Mimi sio mtu wa Mungu, naweza kwambia, angalia ndani yako iko nani? Mungu akiwa ndani anakusukuma kukaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Unanisikia anachokwambia? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Daudi siri hii alijua, hata alipokosea alirudi madhabahuni kwa nani? Kasome Zaburi ya 51. Mpaka anafika mahali anasema mama yangu alinibebea mimba ati yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, kipindi hiki Yesu ameketi kwenye kiti cha neema. Hayuko kwenye kiti cha hukumu. Hayuko. Ni vizuri kila mmoja akatafakari moyoni mwake. Mmenisikia anachokwambia? Bwana asifiwe. Ni vizuri kila mmoja akatafakari ndani ya moyo wake. Wewe unajua mwenyewe maisha yako, na mimi najua maisha yangu. Tafakari, alafu nenda kikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Ujasiri unakupa kumwendea Mungu na kumwambia Mungu, mimi ni mwenye dhambi, ninaomba nisamehe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaenda pamoja huko Mungu. Na uwe na dhamiri. Yaani uko ndani uwe na dhamira ya kweli ya kutaka kubadilika. Uwe na dhamira ya kweli ya kutaka kusema kwamba hili jambo sasa basi, nimefanya mambo mengi, miaka mingi, mwaka huu, hii ni kwa lazima yangu ya 40, sasa ninataka kugeuka. Toka ndani ya moyo wangu ninamrudia Mungu, unapiga magoti mbele za Mungu na kumwambia Mungu, ninaomba nisamehe. Mimi ni mwenye dhambi, ninatubu dhambi zangu. Alafu unageuka na unaacha kabisa, unaanza kutembea na Mungu. Bwana asifiwe. Sio kila mwaka yale. Kila mwaka unarudia yale. Bwana Yesu asifiwe. Wako mabinti wanatoa mimba kila mwaka. Siku akikosa mtoto analalamika. Endelea kutoa. Ngoja nikwambie. Wewe unayetoa mimba na yule anayeua hamna tofauti. Tofauti yenu ni ndogo tu. Wewe umeua kiumbe ambacho kilikuwa hakijatoka nje. Yaani anayetumia bunduki na anayetoa mimba wote ni wauaji. Huo ndio ukweli. Kwa sababu mustahili ni nafsi ya mtu na roho ya mtu iko pale. Si tayari. Sasa jiulize, binti huko hapa kanisani umetoa mimba ngapi? Unaweza kuta umetoa idadi ya mimba mpaka wewe mwenyewe usijui. Ukiingia unatoa. Ukiingia unatoa. Alafu unajihesabia. Subiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, neema ya mbinguni ililetwa na Kristo ili kutufundisha. Neema ya mbinguni ililetwa na Kristo ili kutufundisha. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana sura ile ya kwanza na mstari ule wa 16 na wa 17 anasema maneno haya. Wa 16 na wa 17 anasema maneno haya. Kwa kuwa katika utimilifu wake, kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea neema juu ya neema. Katika utimilifu wake sisi sote tulipokea neema juu ya neema. Kwa kuwa Torati ililetwa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Na wa 18 anasema hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote, Mungu mwana peke yake aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemtuma. Bwana asifiwe. Ngoja nirudie hii mistari. Anasema hivi: kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea neema juu ya neema. Kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote, Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndiye amemfunua neema. Kasome hiyo mistari vizuri hapo uone. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tuende waraka wa Paulo mtume kwa Tito. Waraka wa Paulo mtume kwa Tito sura ile ya 2. Waraka wa Paulo mtume kwa Tito sura ile ya 2. Yapo maneno mengine hapo, maneno mazuri, tusome haya nayo.
sura ile ya pili na ule mstari wa 11 na 12, wa 11 na 12 anasema hivi: maana neema ya Mungu yaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sijui hii neema tunaitumiaje. Muulize jirani yako, neema unaitumiaje? Amekujibu anaitumiaje? Si unajua kuna watu wanasema hivi, Mungu anaangalia moyo. Muulize moyo upi. Kwa hiyo hata mtu akitembea uchi akija kanisani, Mungu anaangalia moyo. Si ndio? Amevaa ovyo kule, amevaa kinguo kifupi, Mungu anaangalia moyo. Unajua mtu alivyo ndivyo na moyo wake ulivyo. Unanisikia ninachokwambia? Biblia inasema hivi. Marko sura ya 7 mstari wa 21 mpaka 23. Anasema hivi, kwa maana mioyoni mwa watu kutoka, anaanza na mawazo mabaya. Anataja uasherati, anataja uzinzi, anataja ufisadi, anataja kijicho, anataja kiburi, anataja utukano, matusi, anataja upumbavu. Sasa anaangalia moyo upi? Unajua watu wanajifariji sana huku duniani. Yaani yeye mwenyewe kadanganywa na yeye anamdanganya mwingine. Ndio maana utasikia anakuambia eti Mungu kasema jisaidie na mimi nitakusaidia. Kaniletea huo mstari hapo. Sasa hivi mimi nitakupa milioni 1. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine wanatumia mistari ile inasema msinyimane. Unakuhusu wewe. Mungu anaangalia moyo upi, lazima tujue moyo upi Mungu anaoangalia. Yaani wewe unachukua waume za watu, unachukua wake za watu, kwa hiyo Mungu anaangalia moyo. Anaangalia moyo wako kwa sababu unachukua wake za watu. Anaangalia moyo wako kwa sababu unachukua waume za watu. Si ndio anaoangalia? Huyo Mungu ni mzuri kweli, anaangalia moyo wa mzinzi na mwasherati kama unachukua waume za watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna watu wanaitumia neema vibaya. Kwa sababu wanasema neema ipo, tuendelee tu kutenda dhambi, tuendelee tu kufanya mabaya kwa sababu neema ipo. Ukiona namna hiyo neema haijakufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unaitumia vibaya, basi hata kama wewe ni Mkristo mzuri, neema haijafunuliwa kwako na wala hujaipokea hiyo neema. Neema ikifunuliwa itakufundisha kukataa mabaya. Ndio Biblia inavyosema, sio mimi nimesema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu ngoja tuangalie hapa. Kuna vipengele vichache, ngoja tuangalie. Ngoja tuangalie vipengele vichache. Kipengele cha kwanza. Kama neema ya mbinguni ililetwa na Kristo ili kutufundisha. Cha kwanza, tunakuwa na utimilifu. Mwanadamu hawezi kuwa na utimilifu kama Kristo hana nafasi. Hawezi kuwa nayo. Hata afanye. Hawezi. Ndio maana tunaokolewa kwa neema, si kwa matendo. Kuna watu wana matendo mazuri, lakini mbinguni wanaweza wasiende. Huingii mbinguni kwa sababu ya matendo yako. Biblia inasema hivi, mimi ni njia ya kweli na uzima. Mtu aje kwa Baba isipokuwa kwa njia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja turudi pale kwenye mstari ule wa 16 sura ile ya kwanza. Yohana. Mstari ule wa 16 sura ile ya kwanza. Nataka kuondoka mapema? Niambie. Kiniambia sasa hivi naacha tukuhubiri. Mwende. Bwana asifiwe. Ule mstari wa 16 anasema maneno haya. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Bwana asifiwe. Unanisikia? Neema ya mbinguni tunaipokea. Tukipokea neema ya mbinguni tunakuwa na utimilifu kama Yesu. Mmenisikia mtu wa Mungu anachokwambia? Ndio maana Wakristo wanatakiwa wafananishwe na huyu anayeitwa naye Yesu Kristo. Sasa kuna watu wako duniani wanataka wafanane na viongozi, wanataka wafanane na wanamuziki wakubwa, anataka wafanane si na nani. Atakupeleka wapi? Fanana na Kristo. Tuko pamoja watu wa Mungu?
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakuwa na utimilifu tunapoipokea ile neema, tunakuwa na utimilifu, si ndio watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kipengele cha pili nimeandika hivi: tambua kuna neema juu ya neema. Kwa hiyo neema huwa zinatofautiana. Sio mimi nimesema, sio Biblia imesema. Neema juu ya neema. Unajua maana ya neema juu ya neema? Neema juu ya, kwa hiyo kuna nyingine inakuwa hapa, nyingine inakuja juu yake. Tuko pamoja watu wa Mungu? Tambua kuna neema ya Mungu, kuna neema juu ya neema. Kwa hiyo neema zinatofautiana, na ndio maana unaweza kuwa uko kanisani lakini kiwango chako cha utimilifu ni tofauti na wengine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa uko kanisani lakini kiwango chako cha utimilifu ni tofauti na mtu mwingine. Utimilifu unaleta badiliko ndani ya watu. Unanisikia ninachokwambia? Bwana Yesu asifiwe. Unajua, nilienda siku moja kwenye msiba fulani. Tulikuwa na mama. Yule mchungaji alihubiri, akasema kama Mungu angeweka TV uko kwenye mawingu, yaani ile TV inaangalia chini, alafu leo unapita pale fulani, aisee, ingekuwa ni aibu sana huko duniani. Maana ukipita pale unaonekana kabisa wewe mchawi, na uko kanisani unaroga kanisa. Unaonekana kabisa wewe ni mzinzi, yaani unaonekana kabisa ile TV pale ingekuwa inaonyesha. Sasa kuna mambo mengine yamefichwa na watu wanafikiri eti Mungu hajui. Ngoja nikwambie, mambo mengi tunayoyatenda Mungu anajua, sio kwamba hajui, ila anaamua tukuacha kwa sababu wakati wa hukumu sio sasa. Hiki ni kipindi cha neema. Watu wanapaswa wageuke na kurudi mbele za Mungu na kutubu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa utimilifu unaleta badiliko ndani ya watu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Watu wengi wanapenda ubiri kuhusu mafanikio. Wewe ukifika hapa tu hata nabii za uongo. Ninaona kuna mtu yuko hapa. Ninaona mwaka huu ni mwaka wa kwanza. Utasikia makofi ni mengi sana. Ninaona unaenda kujenga nyumba. Unajenga. I see. Bwana asifiwe. Kaguse maisha yetu uone. Gusa. Kwa nini? Wakristo wengi hayo ndio maisha wanayoyaishi. Ni sehemu yao. Ni mfumo ambao uko ndani. Unanisikia ninachokwambia? Sasa sio nyinyi. Kuna mahali pengine ukienda kwenye mtaa, ukipeleka mchungaji ukianza kuhubiri hivi, wanakaa zikawa wanasema amen. Na wanamfuata askofu, wanamwambia muondoe yule bwana pale. Kwa nini? Anaharibu kanisa. Sasa unatakiwa umuulize askofu, hivi mimi na wao nani anayeharibu kanisa? Sio nyinyi, lakini nimesema huko kwenye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipengele cha tatu ni swali. Je, neema imefunuliwa kwako? Muulize jirani yako, neema imefunuliwa kwako? Bwana Yesu asifiwe. Tito sura ile ya 2 ule mstari wa 11 anasema hivi: kwa maana neema ya Mungu yaokoa wanadamu wote imefanya nini? Imefunuliwa. Neema ya Mungu iwaokoa wanadamu wote imefanya nini? Swali la kwako, imefunuliwa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama haijafunuliwa kwako, unanisikia? Sahau kuacha dhambi. Sahau.
Kama neema ya Mungu kwako haijafunuliwa, sahau kuacha dhambi. Biblia inaeleza vizuri, kwa maana neema ya Mungu iwaokoaye wanadamu wote. Kwa hiyo tunaokolewa kwa neema, si ndio? Imefunuliwa. Kumbe shetani anaweza akaifunika neema kwa Wakristo ili wasione mkono wa Mungu kwenye maisha yao. Ana uwezo. Na ndio maana nimekwambia kwamba hawa watu ni Wakristo, mbona wanaendelea na matendo yale yale? Hawa watu wamebatizwa, hawa watu wamepata kipaimara, wamefuata taratibu zao za kanisa, na wengine wanasema wameokoka kabisa yani, lakini matendo yao ni yale yale. Hakuna hofu ya Mungu hata kidogo. Kila kitu kinaendelea vile vile. Kama ni uzinzi watafanya, kama ni ulevi watafanya, kama ni ushirikina watafanya, kama ni usengenaji watafanya, kila namna ya vurugu watafanya, na kwa waganga wa kienyeji wataenda, lakini Jumapili watakuja kanisani. Wanasi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona namna hii, neema kwako haijafunuliwa. Chini watu wa Mungu, neema kwako haijafunuliwa. Neema ikifunuliwa, kuna vitu lazima uviache. Lazima tu vinaondoka vyenyewe. Mmenisikia ninachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Asoma haya maneno ambayo Paulo anamwandikia Tito. Kumbe neema inaweza ikafunikwa. Sikule ameandika kule kwenye Yohana sura ya ile ya kwanza ule mstari wa 16, mstari wa 18. Ngoja nirudie pale ule mstari wa 18. Anasema maneno, anasema hivi: Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema inaletwa na Kristo ili iweze kutufundisha. Iweze kutufundisha sisi. Shetani anaweza akaifunika neema ya wokovu ili tu watu wasiokolewe. Ana uwezo. Ana uwezo wa kuifunika neema ya wokovu ili watu wasiokolewe kwa neema. Watu wataokolewa kidini, wataokolewa kisheria. Ngoja nikwambie, anayeokoka kidini, dini kwake ina nafasi kuliko Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Cha nne, tambua neema ni mwalimu. Cha nne, tambua neema ni mwalimu. Neema huyu mwalimu, wewe amekufundisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Tambua neema ni nani? Neema ni mwalimu. Ndio. Ngoja twende tena pale kwenye Tito sura ile ya pili. Mstari ule wa 11 anasema, nayo yatufundisha, angalia maneno haya, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Alafu wa 13 anasema hivi, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Turudi pale tena kwenye Yohana sura ile ya kwanza ule mstari wa 17. Yohana sura ile ya kwanza mstari ule wa 17. Yako maneno mengine hapa mazuri ambayo anasema mtumishi huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi, wa 17. Kwa kuwa Torati ilileta kwa mkono wa Musa, neema na kweli, angalia, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Kwa kuwa Torati ililetwa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa nani? Wa Kristo. Angalia, Torati ilikuwa inawafundisha Israeli kuishi kwa sheria. Mtu akivunja hiyo sheria anaadhibiwa. Akiua kwa upanga au wawe kwa upanga. Ulikuwa ukifumaniwa unapigwa kwa mawe mpaka kufa. Ukiiba unakatwa mkono. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Alafu anasema hivi, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa nani? Neema na kweli kutoka wapi? Mbinguni. Zilikuja kwa mkono wa nani? Wa Kristo.
Ngoja nikwambie, hata Torati ilitoka mbinguni. Kasome vizuri Biblia, kitabu cha Kutoka. Si Musa alienda kufunga siku 40 wapi? Akashuka na mbao ngapi? Na mbao 2. Mara ya kwanza jamaa wakakosea, akazipasua zile mbao kwa hasira aliyokuwa nayo. Akarudi tena, akapiga tena 40 nyingine. Akarudi tena. Kwa nini nafikiri ilitoka kwa wanadamu? Ilitoka mbinguni, ndio maana alienda kukaa peke yake. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtu alikuwa akikosea anaadhibiwa, lakini neema ililetwa kwa mkono wa Kristo ili kutufundisha sisi kukataa ubaya. Unanisikia? Bwana Yesu asifiwe. Tunaokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Neema inaanza kutuokoa pale tunapoamini kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Neema inatuokoa. Tukiokolewa, neema huyo anakuwa mwalimu, anatufundisha kukataa mambo yote mabaya. Unanisikia mtu wa Mungu anachokwambia? Yote anakufundisha. Sasa sijajua kama uko kanisani miaka yote, neema ulionayo inakufundisha nini? Neema ulionayo imekufundisha nini? Imekufundisha nini? Kama neema haijakufikia, ngoja nikwambie, utaishi maisha yale utaishi yale na utayatetea, na atakayejaribu kugusa maisha yako atakuwa mbaya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa Agano la Kale, neema ilikuwa inafunuliwa kwa watu wachache. Kasome vizuri kwenye Biblia. Ukisoma Mwanzo sura ya 6 mstari wa 8, Biblia inasema hivi, Nuhu akapata neema machoni pa nani? Si kila mtu alikuwa anafunuliwa neema. Wakati wa Agano Jipya, neema inafunuliwa kwa kila mtu aamini. Unanisikia? Ndio maana unatakiwa ukaribie kiti cha neema kwa ujasiri, kwa sababu neema inafunuliwa kwa kila mtu anayeamini. Inafunuliwa. Nuhu alipata neema machoni pa nani? Machoni pa Bwana. Ndio Biblia inavyosema. Ukienda Kutoka sura 34, unaona Musa alifika mahali aliomba, alimwambia Mungu, kama nimepata neema, ninaomba uso wako uende. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa tunaona neema ilikuja kwa Nuhu tu ili kuwafundisha wengine kuwa Mungu yupo. Neema aliyopata Nuhu ilikuwa kuwafundisha wengine, kwa sababu Nuhu aliambiwa ajenge safina. Kuna watu walimdharau, kama vile watu leo wanavyohubiriwa kwamba Yesu atarudi siku moja kuja kulichukua kanisa lake. Hawajui kama kipindi hiki ni cha neema. Kipindi cha neema, Yesu hajaketi kwenye kiti cha hukumu, ameketi kwenye kiti cha neema. Kiti cha neema kinaashiria rehema, kinaashiria msamaha, kinaashiria wokovu kwa watu. Wananisikia mtu wa Mungu anachokwambia? Alafu utafika wakati Yesu anaondoka kwenye kiti cha neema, anaenda na kiti kwenye kiti kingine. Ngoja nikwambie, utatafuta maombi utayapata. Utatafuta mahubiri utayapata. Hata kanisa linaweza likapewa neema kwa muda, alafu askofu akamhamisha mchungaji yule mwenye neema ya kufanya maombi na watu kufunguliwa, akaja mchungaji mwingine ambaye maombi kwake sio kipaumbele. Hujawahi ona? Kama ukutumia neema hiyo iliyokuwepo wakati wa mchungaji huyu ya kusimama na Mungu, akiondoka unarudi kwa waganga wa kienyeji. Kwa sababu utatafuta wateja kwenye biashara, hawatakuja. Utatafuta kupona ugonjwa, utaenda hospitali na madaktari watakwambia kwamba ugonjwa hauonekani, lakini kwa kweli unaumwa na dawa unazo, mpaka zingine mwenyewe unazijua kwamba hii sasa ni dawa ya malaria, hii sasa ni dawa ya vidonda vya tumbo, hii sasa ni dawa ya maumivu, unakuwa nazo ndani. Yaani ukijua, ukisikia tu dalili unamwambia mtoto, niletee dawa ya rangi nyekundu. Unaweza. Kwa nini? Neema Mungu aliyoileta, akakuinulia mtumishi, akakufundisha kweli ya neno la Mungu, akakufundisha usimame na Mungu, uwe na wewe unaomba. Hata akiondoka unaweza kusimama mwenyewe na kumwambia shetani, nyuma geuka, mbele tembea. Akiondoka na neema yake inaondoka, anakuja mwingine. Hata hana habari za maombi, na wala hana mpango wa kufanya maombi. Ukienda kumwambia hivi, aisee, nimekuja hapa nataka kufanya maombi, anasema sisi hapa hatufanyaje maombi, nenda kanisa lile pale. Mmenisikia ninachokwambia? Bwana asifiwe. Wakati wa Nuhu watu walihubiriwa, hawakuhubiriwa. Waliambiwa wajenge safina, hawakuambiwa. Walikata.
walimdharau Nuhu, kama vile watu wengi leo wanapolipinga neno la Mungu na kulidharau, wanajihesabia haki. Na ukihubiri kama sisi hivi tunavyohubiri mambo ya dhambi, wanasema yeye anajiona ni mtakatifu sana kuliko sisi. Wewe nione hivyo unavyoniona, lakini mimi nakwambia ukweli, iko siku utayakumbuka ya maneno, na bahati mbaya hayafutiki. Nikisema hivi hayafutiki kwenye ardhi, kwenye masikio yako hayafutiki. Ataendelea kupiga kelele. Kama unabisha nenda kalale, utakuwa unayasikia. Kama unabisha nenda kazini, utakuwa unayasikia. Kama unabisha nenda kwa mganga wa kienyeji, atakufuata huko, kwa atakuwa anasema kwenye masikio yako. Jaribu kwenda huo, utayasikia, ila utayapuuzia tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na Yesu anarudia maneno yale, anasema kama ilivyokuwa siku zile za Nuhu, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, mpaka gari kalipokuja. Na hata sasa kama siku za Nuhu zilivyokuwa, Nuhu alipata neema machoni pa Bwana. Leo neema ipo kwa kila mtu, lakini watu wengi neema hii hawaitaki. Wanaendelea na mambo yale yale usiku na mchana, wanaendelea na mambo yale yale. Wanakuja kanisani Jumapili, sijasema nyinyi, mimi nasema kanisa. Wanakuja kanisani Jumapili, yani kama identity kwamba na mimi nimeenda kanisani, angalau nikifa nizikwe kikristo. Tutakuzika, tutakuwekea na chetezo, tutakuwekea na uvumba na maji ya baraka na sanda na kila kitu, lakini unajua kuna watu bila chetezo waziki. Bwana asifiwe. Na itumiaje neema hii ya mbinguni? Na wengine wanainuka wanakwambia eti mwisho wa dunia haupo. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.